Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 6 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa. Dominika hii inatualika kutazama imani yetu kwa kina zaidi, kuanzia ndani ya mioyo yetu. Kupitia masomo ya leo, Yesu Kristo anatufundisha kwamba sheria ya Mungu si mzigo, bali ni njia ya uzima na upendo. Hatuitwi tu kuepuka mabaya kwa nje, bali kutakasa fikra, maneno na nia zetu, ili maisha yetu yawe ushuhuda wa kweli wa Injili. Katika tafakari ya leo, tunaangalia maana ya uhuru wa kuchagua, umuhimu wa haki ya mioyo yetu, na changamoto za kuishi imani ya kweli katika dunia ya sasa. Baki nasi hadi mwisho katika tafakari hii, ili tusafiri pamoja katika kutafakari neno la Mungu katika Dominika hii ya 6 ya mwaka A wa kanisa. Tafakari hii italetwa kwenu na Padri Faustin Rwechungura kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Wapendwa na taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, Jumapili ya 6 ya mwaka A wa kanisa. Napenda mada kuu ya tafakari hii iwe hii: uhuru wa kuchagua mema na kutimiza sheria kwa moyo. Kuchagua mema na kutimiza sheria kwa moyo. Wapendwa ndugu zangu, masomo ya leo yanatuweka katikati ya swali muhimu sana la maisha ya Kristo. Je, mimi ni Mkristo wa kushika sheria kwa nje au Mkristo wa moyo uliobadilishwa na Kristo? Mungu anatupa sheria si kwamba itufunge au itubane au tukose uhuru, bali lengo la Mwenyezi Mungu ni kutuonesha njia ya uzima wa milele. Lakini sheria hiyo inafanya kazi vizuri kikamilifu pale tunapokubaliwa au pale tunapotumia uhuru wetu vizuri wa kuchagua mema na mabaya, kama tulivyopewa na Mwenyezi Mungu uhuru wa kuchagua dhamiri safi. Lakini hapo pia tukiongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu au hekima ya Roho Mtakatifu, na hivyo vitu vikawa kweli vinatoka moyoni. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ya 15 aya ya 15 mpaka 20. Katika somo hilo tunaona waziwazi kwamba Mungu ameweka mbele yetu moto kama linavyosema somo, na maji, uzima na mauti. Vyote viko mbele yetu. Kumbe ni hiari yetu kuchagua. Yaani Mungu ametuumba huru. Hatulazimishi tufanye mema, wala hatuvutii tutende mabaya. Yoshua bin Sira wakati anaandika somo hili ni katika mazingira ambayo watu walikuwa namsingizia Mwenyezi Mungu juu ya dhambi zao, kwamba mimi natenda haya mabaya na maelekeo haya kwa sababu Mungu alivyoniumba. Kama wale watu ambao nakuta wanatoa hoja, wanasema unajua sisi binadamu ni wadhaifu, lazima tutatenda mabaya. Sawa, ni wadhaifu, tuna maelekeo ya kutenda dhambi, lakini inabidi vile vile tukomae, tuwe imara. Ndiyo maana inasitiziwa kwenye somo hilo Yoshua bin Sira kwamba Mungu haweki ndani ya moyo wa mtu dhambi. Mungu haiweki. Dhambi ni matokeo ya uchaguzi wa mtu, kama walivyofanya Adamu na Eva. Waliwekwa bustanini, wakawekwa huru ya Mungu, akasema tunda mtu wa katikati msilile. Wao kwa uhuru wao wakalila, wakatenda mabaya, lakini Mungu hakupanda moyo wa dhambi ndani yao. Kumbe wapendwa, uhuru ni zawadi ya Mungu aliyotupatia dhamiri zetu, lakini pia uhuru huo tusiutumie vibaya, una majukumu yake. Freedom and responsibility, uhuru na uwajibikaji. Inabidi uhuru wetu utumie vizuri na tuwajibike. Na kama Yoshua bin Sira alivyokuwa anawaandikia kuwageuza na kuwafundisha mioyo yao kwamba dhambi zetu hazijapandwa ndani yetu na Mwenyezi Mungu,
Kumbe Mungu hahusiki na uovu wote tunaoutenda, anahusishwa na uzima. Somo la pili natoka katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya pili aya ya 6 mpaka ya 10. Mtume Paulo anatufundisha kuwa kuna hekima ambayo haiwezi kupatikana kwa akili ya kibinadamu peke yake. Ni hekima ya nguvu ya Roho Mtakatifu inawekwa ndani ya mioyo yetu pale tunapoongozwa na Roho Mtakatifu. Unajua, wakati Paulo anawaandikia Wakorinto au Wagiriki, wa Yunani walikuwa ni watu ambao walikuwa ni wasomi, wanayoongea mambo ya kifalsafa, elimu, walikuwa wanajivunia hiyo kuliko mataifa mengi. Hoja zao walizokuwa nazitoa falsafa, lakini Paulo anawakumbusha kwamba imani yenu haijengwi juu ya hizo falsafa na akili zenu, hapana, bali inajengwa juu ya ufunuo wa Mungu tulioupata. Kumbe hatuwezi kuishi sheria ya Mungu kwa nguvu zetu wenyewe au kwa akili zetu wenyewe. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili tutambue mema, na baada ya kuyatambua tuyapende, alafu tuyaishi. Kumbe sheria ya Roho Mtakatifu tunaishi vizuri, lakini sheria bila Roho Mtakatifu inakuwa mzigo. Lakini sheria pamoja na Roho Mtakatifu inakuwa njia ya uzima. Somo la Injili natoka Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 17 mpaka 37. Tunaendelea na mfululizo wa mafundisho ya Yesu mlimani. Yale mafundisho ya Yesu ambayo katika Injili ya Mathayo ni sura ya 5, sura ya 6 na sura ya 7. Yesu kwanza anasema katika Injili, pata muda usome hii Injili, kwamba yeye ndiye utimilifu, yeye ndiye ukamilisho wa sheria. Na Yesu katika maandiko yanaanza kusema, sikuja kuitangua sheria wala manabii, bali kuitimiza. Sheria ya Musa haifuti, bali inakamilishwa ndani ya Yesu. Sheria ya kale, ya Agano la Kale, ilikuwa kama ramani, kama mwongozo, lakini Yesu mwenyewe sasa ndiyo njia yenyewe. Hivyo Mkristo hafuati sheria, wapendwa, kama mtumwa, hapana, bali anaishi sheria kama mtoto anayempenda baba yake. Ninyi wazazi, mnapoweka sheria pale ndani ya nyumba yenu au katika mazingira yenu, lengo ni kuwapenda watoto wenu, kupenda familia yetu, jamii kuipenda, ili jamii hiyo iweze kwenda vizuri. Lakini si lengo ni kumkomoa mtu yule au kumkomoa mtoto wako kwa sheria nzuri unazompatia. Yesu anaendelea kusema kwamba haki ya Mkristo izidi ile ya Mafarisayo, na nukuu, haki yenu isipozidi ile ya waandishi wa sheria na Mafarisayo, hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Mafarisayo walishika sheria kwa nje, lakini Yesu anatufundisha kwamba hiyo haitoshi. Mioyo ya Mafarisayo ilikuwa ndani yao ni migumu. Kumbe Yesu anatualika twende mbele zaidi. Haki ya moyo wetu iwe iliyobadilishwa. Ukristo sio kitu cha kuonekana au dini ya kuonekana kwa nje, kwa wema na kadhalika, lakini inabidi wema wetu utoke ndani ya mioyo yetu. Yesu anaongelea vitu ambavyo ni vya muhimu, hasira na upatanisho. Anasema usiue moyoni. Yesu anaendelea kusema, yani usiue moyoni. Kuua kuna namna mbili au zaidi. Mimi niongelee namna mbili leo. Mtu anaweza akaua mtu kwa kuyatoa maisha yake, yani maana yake kabisa kumuua kimwili. Lakini vile vile mtu unapokuwa na hasira, unapokuwa na chuki, unapokuwa na matusi, hayo ni mauaji ya kutoka ndani, mauaji ya moyo. Fikiria kwa mfano mtu unapomzushia kitu kibaya kama kashfa, na kama sasa hivi tena enzi za mitandao hii, ulimwengu mzima unajua kwamba mtu ikatenda hili baya. Uone kwamba unakuwa umemuua kimoyo huyo mtu, ni kitu kibaya. Wale watu wanaopata habari hizo za ubaya unaokuwa umemzushia hapo mitaani au kwenye mtandao, ni lini unawaita wale watu kuwaeleza kwamba nilikuwa nasema uongo au ilikuwa ni chuki tu, naomba haya niliyosema hapana, si hivyo. Hapana. Tusiue kwa mwili tu, na vile vile tusiue kwa moyo. Kuua ni vibaya, iwe kwa moyo, kuchafua jina la mtu na kadhalika, au kuua kwa mwili, vyote hivyo, kwa sababu Yesu anataka twende hatua moja zaidi mbele. Ndiyo maana Yesu anasisitizia juu ya upatanisho kabla ya ibada. Nenda kwanza ukapatane na ndugu yako.
una chuki naye, una ugomvi naye, unamchukia, unakuwa kwenye ibada unatoa na sadaka, Mungu apendezwi nayo. Nenda kwanza patana ndugu yako, yaweke sawa, ndipo uje kutoa sadaka. Kwa sababu sadaka bila matendo mema, sadaka ukiwa na chuki na mwenzako ina maana gani? Ni sawa na kwa mfano kwenye jumuiya, upo hapo unachukizana na watu, ushiriki nao, unatenda matendo mabaya katika maisha, wizi, rushwa na kadhalika, alafu naenda kushiriki ibada na kuwa wa kwanza kanisani. Haina maana yote. Ili tubadilike, vyote hivi viendane pamoja, ibada pamoja na matendo mazuri. Alafu kuhusu usafi wa moyo sasa, kuna maneno mazuri Yesu amesema hivi: mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Unaona? Kuzini tunatambua ni tendo kati ya mwanamume na mwanamke. Lakini Yesu anasema hata yale mawazo na kumwangalia mwanamke au mwanamume kumwangalia ukamtamani, maana yake mwanamume atamtamani mwanamke na mwanamke atamtamani mwanamume. Ile kumtamani tu tena yeye ni dhambi. Ndio maana dhambi inaanzia mbali. Tusiangalie tu kwamba tendo lenyewe ndio kuzini tu. Na yale hata yale mawazo mabaya ya kutamani. Alafu Yesu ameongelea kuhusu kung'oa baadhi ya viungo vyetu. Anasema hivi: jicho lako la kuume likukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate utupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Naona kumbe haya maneno ya Yesu kuhusu kung'oa jicho au kukata mkono yanaonesha uzito wa dhambi. Mkristo anaitwa kuwa tayari kuacha chochote kinachomuondoa au kumpeleka mbali na Mungu. Yesu haimaanishi kwamba mkono wako labda umekukosesha ukaiba au ukachukufanya kitu kibaya ukate kama kuukata, au jicho lako uling'oe basi utakuwa vilema sasa. Ile anachotaka kuonesha ni lugha ya picha. Hii mikono inayokusababisha kutenda mabaya na macho, maana yake kuikata au kuing'oa macho, ni anataka kusema kwamba vile vitu ambavyo ni unaona vinakufanya utende dhambi, vitoe, viwe mbali nawe. Viwe mbali nawe. Kama kwa mfano mtu unaona mimi nikiona pombe na kunywa na ninalewa na ninafanya nitende mabaya, kwa nini upite pale wanapouza pombe kwa mfano? Au unaona kwamba mimi bwana kwa kazi yangu ninakula rushwa, pesa hizi kazi yangu hii ndio inanifanya nitende mabaya ya kula rushwa na kunyanyasa watu wengine, kupoteza haki zao. Badilisha kazi. Kwa nini unang'ang'ania kukaa pale? Kwani watu wanabadilisha kazi? Au wewe kwa mfano ni daktari au nesi, unahusika na kutoa mimba za watu, unaua watoto wale, utapata adhabu kubwa kutoka kwa Mungu. Kwani lazima ubaki kwenye kitengo cha kutoa mimba? Au kwa nini useme kwamba mimi bwana katika mazingira haya nibadilishwe kazi, ukapewa ukafanya kazi nyingine? Huko ndiko kukata mkono. Ni kiungo chako cha muhimu, lakini ukikata unaona ilivyo kitu kigumu sana na cha thamani. Lakini Yesu anasema kikate uking'oe. Kuna hata vile vitu vinavyovitumia vinavyotufanya tutende dhambi, tuachane navyo, fanya maamuzi magumu. Maamuzi magumu. Kumbe tuwe watu wa kuamini hayo na kuyaweka katika matendo yetu. Tumalizie pale mwishoni, maneno ya mwisho. Yesu anasema hivi: maneno yenu yawe ndio ndio, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Hapa Yesu alikuwa anaongelea kuhusu viapo. Watu wanaapa. Yesu anasema usiape kabisa, hata kwa mbingu, maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndio pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au kuwa weusi. Hivi kwa nini watu wanaapa? Kwa nini watu wanaapa? Kwa mfano chukue kuapa kwa kawaida. Haki ya Mungu mimi sijafanya hili. Tena tupo kwa watoto mpaka mtu anasema hivi, haki ya Mungu sijafanya. Au nakuta mtu anaapa, kama kweli mnadhani nimetenda kitu hiki, Yesu anasema nimetenda, nife leo au wazazi wangu wafe. Sasa hakuna haja ya kusema maneno mengi. Yesu anasema maneno yetu yawe ndio
na ndiyo, hapana na si hapana. Watu na viapo vingi sana tunavifanya, tena ukiapa kwa neno la Mwenyezi Mungu ndio mbaya zaidi na ni dhambi kabisa. Tuwe straightforward, tuwe moja kwa moja, tusiwe na maneno mengi. Maneno yetu yanapaswa kuwa ya kuaminika, kwa sababu moyo wetu unaishi katika ukweli. Tuwe wa kweli, na hii ni alama ya Mkristo aliyekomaa. Uaminifu wa maneno unatoka kwenye usafi wa moyo. Kumbe wapendwa ndugu zangu, leo Yesu hatuulizi kama tunajua sheria au hapana, bali anatuuliza, je, mioyo yetu imeongoka? Moyo wako umeongoka? Tumwombe Roho Mtakatifu abadilishe mioyo yetu, ili sheria ya Mungu isiandikwe tu kwenye vitabu, bali andikwe ndani ya mioyo yetu. Baba mwenye upendo, umetupa sisi sheria si kwa kutufunga, bali kwa kutuongoza kwenye uzima. Tunaomba utujalie Roho wako Mtakatifu abadilishe mioyo yetu, ili tuchague mema kwa uhuru, tutimize sheria yako kwa upendo, na tuishi haki ya kweli inayokupendeza wewe. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu, na kutakia wakati mwema. Tumsifu Yesu Kristo.